Ujumbe aliyouandika Mama Dangote una maana yake, na pia kwa watu jinsi walivyousoma wameweza kutafsiri kwa namna nyingine, ila nimemwelewa sana Mama Dangote baada ya kuandika ujumbe mrefu sana unaomuhusu Diamond. Tunafahamu, tunaelewa kwamba kwa umri wa Diamond kwa hivi sasa naweza nikamchukulia kama legend ambaye pia amefanya makubwa kwenye mziki wa Bongo Flava. Amezalisha vipaji vingi sana, lakini yeye mwenyewe pia ameweza kutuwakilisha vyema katika nchi yetu ya Tanzania. Hivyo anapaswa na inatosha kusema kwamba Diamond ni moja kati ya waasisi wazuri kabisa ambao wameweza kufanya Bongo Flava iweze kuingia kwenye thamani ya hali ya juu, na hivi sasa ni miongoni mwa wasanii ambao tunawaita ni ma legend kwenye Bongo Flava, kwa sababu kwanza ana miaka mingi sana kwenye game la Bongo Flava, lakini ukiachana pia na hivyo amefanya makubwa na ameweza kuzalisha vipaji ambavyo leo hii tunajivunia. Mfano hai kabisa tukimuona Rayvanny ni miongoni mwa wasanii ambao tunajivunia leo hii kwa yale ambayo amekuwa akiyafanya. Ana tuzo ya BET, lakini tuzo hiyo kaipata akiwa yuko mikononi mwa Diamond Platnumz. So heshima kwake. Na Mama Dangote kwa mujibu wa alichokiandika ni kwamba umri wa Diamond unazidi kwenda, lakini pia itosha kusema kwamba katika mtu ambaye ana ratiba za kutosha na ratiba ngumu kiasi kwamba inafikia wakati kwamba Diamond ni lazima afanye check up kila baada ya wiki. Yani hiyo ni lazima mustly, na hiyo ni fluent kabisa kwa muendelezo. Ana daktari wake ambao kila baada ya wiki Diamond ni lazima afanye check up. Na unajua ni kwa nini na ni kwa sababu gani? Diamond amekuwa na ratiba ngumu sana, na kama tunavyofahamu kwamba binadamu yoyote na wa aina yoyote asipopata muda wa kutosha wa kupumzika na wa kulala ni lazima atapata changamoto za kiafya. Sasa Diamond amekuwa akikumbwa pia na mtazamo huo kwamba inaweza ikaja kutokea kesho na kesho kutwa Diamond akaja kufariki ghafla. Yani hayo ni mawazo ambayo watu wanayaona, na hata mama yake mzazi anaona kabisa kwamba mtoto wake huu ni wakati wa kupumzika na kuacha mziki. Kama ni kula mafao, kama ni kupambana, amepambana na ameendelea kuwaonyesha Tanzania kwamba yeye ni bora siku zote. Sasa ni wakati wa kumaintain. Yani kama alikuwa anaweza akatoa ngoma kwa mwaka, ngoma 10, basi fikia tu kwamba Diamond afanye mziki ibakie kama legendary tu, kwamba anatoa mziki at least ndani ya mwaka mzima labda ngoma 2 ama 3, lakini sifikia hatua kwamba Diamond amekuwa ni mtu ambaye anawekeza muda mwingi sana kukesha studio, lakini pia kufanya mazoezi kwa ajili ya kuperform. Yani kiuhalisia ni muda ambao umekuwa ukienda na unamfanya Diamond asipate wakati wa kupumzika pamoja pia na wakati wa kulala. Itosha kusema Diamond pia yuko kwenye ndoa, kwa hiyo anajikuta kwamba ana majukumu mazito ambayo kesho na kesho kutwa endapo kama asipoyazingatia na asipokuwa makini na afya yake, basi Diamond tunaweza tukamkosa kwa sababu ya ile heart attack. Lakini pia kama unavyofahamu kwamba matumizi mengi ya nguvu pamoja pia na akili yamekuwa yakitumika sana kwa Diamond, kwa hiyo kesho na kesho kutwa yeye kujikuta kwamba moyo wake unazima ghafla ni jambo la kawaida, na hayo yamekuwa kisemwa hata kwa madaktari wake ambao wamekuwa wakimfanyia check up kwamba hiyo kila baada ya wiki, na familia ya Wasafi inajua, na hata mama yake pia analifahamu kwamba mtoto wake amekuwa akikosa usingizi kwa muda mrefu sana, kiasi kwamba inaweza kumpelekea mwanae kupata tatizo lolote la kuanguka ghafla, lakini pia na kupelekea kifo chake. So ni wakati wa Diamond kutambua na kuelewa kwamba ni wakati wake wa kujiamini kwamba yeye ni legend, lakini pia amefanya makubwa kwenye muziki wa Bongo Flava. So kinachotakiwa ni kwamba aendelee kujiheshimu na amini kwamba yanawezekana. Of course inaweza kawa hajamaliza yale malengo yake kwa sababu bado still hajachukua ile tuzo ya Grammy, lakini itakuwa ni vigumu kwa sababu pia kuna wasanii ambao ni wakubwa lakini mpaka leo hii tuzo ya Grammy imekuwa ni vigumu. Msanii kama Davido ambaye pia ndoto yake ni kuchukua tuzo ya Grammy, lakini still imekuwa ni vigumu. Kwa hiyo bado kuna changamoto, na ni kwa sababu pia ya maandalizi. Watu wa Grammy wamekuwa kidogo na macho yao wenyewe wa kuwapa hizo tuzo, kwa hiyo still itakuwa ni ngumu kwa Diamond kuweza kuchukua tuzo hiyo kwa sababu ambazo tayari zimeshaonekana zikiwatokea wasanii wakubwa. Sasa imagine kama Davido mwenyewe pia ana connection hali ya juu, na hata nchi aliyopo
ni nchi inayoangaliwa na kutazamwa sana katika soko la muziki kimataifa, lakini still bado hajapewa tuzo hiyo. Kwa hiyo kwa Diamond ifikie hatua na mahali kwamba inabidi aangalie afya yake na pia ndoto zake ambazo amekuwa akizitazamia. Kwa sasa hivi inashauriwa kwa Diamond afocus na biashara. Amekuwa akitamani sana kuja kuwa tajiri nambari 1 duniani. Hayo ni malengo yake. So ni wakati wa kufocus na biashara. Kwa issue ya muziki nafikiri kwamba atapoteza muda mwingi sana, lakini pia ata lose ile consistency ya afya yake, kwa sababu tayari imeshaonekana kwamba Diamond ana ratiba ngumu sana. Amekuwa ni mtu ambaye anakesha sana studio, kwa hiyo kupata usingizi imekuwa ni changamoto katika maisha ya Diamond. Tokea alipoanza muziki mpaka leo hii, Diamond miongoni mwa wasanii ambao wametengeneza consistency ambayo haijawahi kutokea katika kizazi ambacho tumeanza kukishuhudia cha muziki. Hakuna na mpaka hivi sasa hakijawahi kujitokeza kizazi ambacho Diamond ameweza kukionyesha kwamba yeye ndo msanii nambari 1 wa muda wote. Amejitahidi sana kutengeneza consistency ya kubakia kwenye game, lakini pia kuonekana kwamba yeye ni kama msanii ambaye anaanza. Diamond ukimwangalia kuanzia kwenye video, kuanzia kwenye audio, amekuwa ni msanii ambaye unaweza sema kwamba ni msanii ambaye anajitafuta na kujipambania ili mradi aweze kutoboa. So hiyo imeendelea kumtengenezea kuonekana kwamba anafanya juhudi nyingi, hapati usingizi wa kutosha, anafanya mazoezi mengi, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye ana show za kutosha kiasi kwamba unaona kabisa kwamba Diamond ukisema kwamba anapata muda mwingi wa kupoteza, lakini pia anapata muda mwingi wa kulala, hilo ni swala ambalo haliwezekani. So ni wakati wa yeye kujitambua na afikie tu yale maamuzi ya kumsikiliza mzazi wake, kama tu mama yake amelitambua kwamba ni wakati wa Diamond kuweza kuretire kimziki. Yani ifikia hatua kwamba Diamond atangaze kuacha mziki na maisha mengine yaweze kuendelea. Yani tutaendelea kumsupporti, na ikitokea nafasi kwamba labda ataweka idadi kwamba kwa kila mwaka atakuwa anatoa ngoma 2 ama 3, basi ni wakati wa Diamond pia kufikia hatua aweze kupumzika. Tunamheshimu, tunampenda na tunapenda sana ladha na jinsi ambavyo amekuwa akichangamsha game la Bongo Flava, lakini ni wakati pia na yeye ajali afya yake pamoja pia na maisha yake, kwa sababu kuna leo na kesho. Diamond leo hii tukija kusikia amekufa ghafla kwa kifo cha kushtukiza, manake na imani litakuwa ni pigo ambalo halitakuja kusaulika. So tunaweza tukajipanga pia kuweka maandalizi na kusema kwamba bora nusu shari kuliko shari kamili. Kwa hiyo ni bora Diamond kwa sasa akaanza kujiweka sawa na kuifanya afya yake iweze kukaa vizuri, ili mradi asiingie kwenye matatizo ambayo yatakuja kumpelekea yeye kudondoka ghafla kwa sababu ya kutopata usingizi, kwa sababu ni lazima binadamu wa aina yote apate muda wa kurelax, lakini pia na viungo vyenyewe vipate muda vya kupumua. Yani hiyo ni must na ni lazima kwamba viungo vipumue. So ni wakati ambao Diamond inabidi yote ayatazame na yaangalie kwa faida yake kwamba ni wakati wa kuretire kwenye mziki wa Bongo Flava. Na binafsi tunashukuru kwa aliyotufanyia na tunaendelea kumkumbuka na tutaendelea kumkumbuka hata itakapotokea fursa na nafasi ambayo umauti utamkuta.